Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Na ninaomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio, sijafika kwa studio. Lakini hiyo haimaanishi hatuendelei kufahamisha yale ambayo yanaendelea. Mahakama ya rufaa imeweza kugeuka na kung'oa uongozi wa sasa katika bunge la kitaifa. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Kabla nikueleze kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Muzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akaye katika kiti cha enzi. Ombi langu moja tu unapoendelea kutazama hii kanda, naomba tu kaweze kutupea a like, ukipenda a thumbs up, na ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakenya TV. Unaweza sambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili tatu katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Na karibu. Siku ya leo ni siku ya Ijumaa. Mahakama ya rufaa, ukipenda Court of Appeal, imeweza kufutilia mbali ombi la spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula. Ombi hili ni lipi? Mnamo mapema mwaka huu wa 2025 mahakama iliweza kutoa uamuzi, mahakama kuu ukipenda High Court, na ikasema ya kwamba muungano wa Azimio la Umoja ni muungano ambao una wabunge wengi kuliko mrengo ule wa Kenya Kwanza ambao umekuwa ukidai kwamba ndio uko na uongozi ama wabunge wale ambao ni wengi katika bunge la kitaifa. Ikabidi Speaker Moses Wetangula akapinga huo uamuzi, akaenda katika mahakama ya rufaa ili kufutilia mbali uamuzi uliotolewa na majaji katika mahakama kuu. Sasa leo ndio kesi ilikuwa iamuliwe. Sasa mahakama ya rufaa ikafutilia mbali ombi la Moses Wetangula ambaye ni speaker, huku ikisema ya kwamba uamuzi uliotolewa na mahakama kuu ni uamuzi halali kulingana na vile uamuzi huo uliweza kutolewa. Kumaanisha mrengo wa Azimio la Umoja ambao unaongozwa na Raila Odinga ndio uko na wabunge wengi katika bunge la kitaifa. Now, I want to put this into perspective so that we can understand mabadiliko ni yapi ambayo yatafanyika. Point number 1. Uamuzi huu wa mahakama ya rufaa unamaanisha nini? Point number 1. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa ambaye ni mbunge katika eneo bunge wakilishi la Kikuyu, Kimani Ichung'wah, sheria hii ikifuatiliwa anastahili kung'olewa kutoka wadhifa ambao amekuwa akishikilia. Kiranja wa walio wengi katika bunge la kitaifa ambaye ni mbunge katika eneo bunge wakilishi la Mugirango Kusini kule Kisii, Silvanus Osoro, anastahili kung'olewa kutoka wadhifa ambao anashikilia ili nyadhifa hizo zikaweze kukabidhiwa mrengo wa Azimio la Umoja. Tena wale ambao wanashikilia uongozi katika kamati mbalimbali katika bunge la kitaifa na wanatoka katika mrengo wa Kenya Kwanza nao wanastahili kung'olewa ili wenyekiti wachaguliwe kutoka mrengo wa Azimio. Hayo ndio
mabadiliko kufikia sasa. Lakini kuna nafasi moja ambayo imesalia, Moses Wetangula kuamua tena kufika katika mahakama ya Supreme Court, ukipenda mahakama ya upeo, ili kutafuta uamuzi kubadilishwa tena, lakini kile ambacho kimeamuliwa katika mahakama kuu, mahakama ya rufaa na mahakama ya upeo hakuna kubadilishwa. Kumaanisha kufikia sasa muungano wa Azimio la Umoja ndio uko na wabunge wengi katika bunge la kitaifa, na wanastahili kuchukua nyadhifa zile ambazo wanastahili kuzishikilia sasa hivi. Point number 2, uamuzi huu unamaanisha nini? Kutakuwa na shida ama changamoto kubwa katika mrengo wa Kenya Kwanza kupitisha miswada ya serikali. Kwa nini nasema hivyo? Wakati hauna wabunge wengi, unapata kuna changamoto kubwa wakati mswada wa serikali unawasilishwa katika bunge la kitaifa. Kupitishwa sio rahisi, kwa sababu utapingwa na hawa ambao wako wengi, ambao ni muungano wa Azimio la Umoja. Number 3, kwa sababu kuna makubaliano sasa hivi kati ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga na William Ruto kwa kuunda serikali, the so-called broad-based government, wanaweza enda wakae waelewane, kwa sababu Ruto ameonyesha wazi kwa Raila Odinga kwa kuchagua watu wake serikalini. Tuliona jana, by the way, on Thursday, siku ya Alhamisi, akiwakabidhi baadhi ya wandani wa Raila Odinga nyadhifa mbalimbali za principal secretaries kushikilia nyadhifa hizo. Tumeona mabadiliko yakifanywa katika bunge la kitaifa, katika kamati mbalimbali, hata kamati ile ya bajeti ambayo ni zito, Raila Odinga akikabidhiwa uongozi. Huenda sasa hata kama mrengo wa Azimio la Umoja ndio umetangazwa kuwa na wabunge wengi, kuna uwezekano Raila Odinga kusema ya kwamba wacha ikae vile ilivyo, kwa sababu viongozi hawa wawili wamekubaliana kushirikiana kufanya kazi pamoja. Na Moses Wetangula naye alienda kinyume kwa kusema ya kwamba mrengo wa Kenya Kwanza ndio unamiliki wabunge wengi, wakati alisema mrengo huo uko na wabunge 169 ikilinganishwa na wale wa mrengo wa Azimio ambao aliweza kusema ya kwamba uko na wabunge 157, jambo ambalo ni kinyume na vile mahakama iliweza kutoa uamuzi. Lakini naona it's too late for Azimio to take over, kwa sababu Raila Odinga na William Ruto sasa hivi wanafanya kazi pamoja. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wa Mokenya TV. Sambaza hii kana kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Naomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio, kwa sababu sijafika kwa studio, lakini nikifika nitakuwa naonekana kwa picha. Asanteni sana na usisahau kutupea like. Bye bye.